Wakati wa maisha yake akiwa padri hapa jimboni Mpanda katika kanisa, Padre Januari alihudumia waamini kwa kuwafundisha neno la Mungu na kuwagaia sakramenti za kanisa. Alibatiza watoto, vijana kwa watu wazima. Aliadhimisha sakramenti ya upatanisho, kitubio, akiwapatanisha watu na Mungu, akiwatakasa dhambi wale wanaotubu. Alishuhudia ndoa za wanakanisa na kuunganisha sakramenti, akiwa mjumbe wa maagano matakatifu mbele ya Mungu na mbele ya mjumbe wa kanisa kwa wale walikuwa wakifunga ndoa. Aliwapatia wagonjwa faraja na sakramenti ya mpako mtakatifu. Kwa huduma hizo alizokuwa akihudumia waamini za kuwafundisha neno na kuwahudumia kisakramenti, aliwatakasa waamini na kuwapeleka watu wengi kwenye njia ya wokovu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu apokee kazi zake hizo njema, amtakase na kumkaribisha kwenye makao yake ya milele mbinguni. Sisi wanakanisa tuendelee kumsindikiza ndugu yetu huyu kwa sala na sadaka zetu, ili Mungu amrehemu na kumtakasa mapungufu yake aliyokuwa nayo kama mwanadamu. Hakuna mwanadamu aliye mkamilifu, sote sisi tuna mapungufu yetu, na hata marehemu wetu alikuwa na mapungufu yake, lakini tunajua huruma ya Mungu ni kuu kuliko mapungufu yetu. Na kwa sala na sadaka tunazozitolea kwa ajili ya ndugu zetu marehemu, Mungu anapokea sala za kanisa lake na kuwajalia rehema wale waliomtumainia. Siku si nyingi sisi wanakanisa tumetoka kusherehekea sikukuu ya Pasaka, ambayo ni sherehe ya ushindi wa Kristo dhidi ya kifo na mauti. Na yeyote anayeungana na Kristo akiwa hapa duniani, Mungu atamjalia na yeye ushindi huo dhidi ya kifo na mauti kwa kumfufua na kumkaribisha kwenye makao yake ya milele. Yesu kabla ya kumfufua Lazaro alimwambia Marta, mimi ndimi huo ufufuo na uzima, aniaminiaye mimi ajapokufa atakuwa anaishi. Tunaamini Padre Januari alimwamini Kristo na alimtumikia. Tunaomba hiyo ahadi Kristo aliyotutolea, aniaminie mimi ajapokufa atakuwa anaishi. Tunaomba Mwenyezi Mungu ahadi hiyo itimilike kwa mtumishi wake huyu Padre Januari Rugarema. Tunamuona amekufa, lakini kwa mafundisho ya Kristo, aniaminiaye mimi ajapokufa atakuwa anaishi. Na Mtakatifu Paulo naye anaendelea kuwekea msisitizo fundisho hilo hilo, akisema kama vile Kristo alivyokufa na kufufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Kristo Mungu atawaleta pamoja naye. Takiwasikia na kwa kama nataka kuimba kwa watu na fulani hapo. Kama Kristo alivyokufa na kufufuka
amefufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Kristo Mungu atawaleta pamoja naye. Hayo ni maneno Mtakatifu Paulo akiwaambia Wathesalonike na pia akiwaambia Wakorintho. Tunapoadhimisha ibada hii ya mazishi, tunakutana na ukweli mwingine mgumu kwamba kifo ni kielelezo cha wazi kabisa kuwa maisha yetu hapa duniani ni ya mpito. Hicho ni kielelezo hakika kwamba sisi ni wapita njia. Huwa hatupendi kukumbushwa hilo au kusikia hilo, lakini ndio ukweli wenyewe. Kifo ni kielelezo cha wazi kabisa kwamba maisha yetu hapa duniani ni ya kupita. Kila mmoja wetu ana siku yake aliyopangiwa na Mwenyezi Mungu ya kuondoka katika ulimwengu huu. Padre Januari Rugalema siku yake ilikuwa tarehe 8 Juni. Sisi wengine kila mmoja ana tarehe yake. Mungu anaijua hiyo tarehe, sisi ndio hatuijui. Kwa hiyo tunachotakiwa kufanya sio kuhangaika kujua itakuwa ni lini, bali jambo la msingi ni kujiuliza tunajiandaaje kwa siku hiyo ya safari yetu ya kutoka katika ulimwengu huu. Swala la msingi sio lini tutaondoka. Kuondoka ni lazima, lakini tunaondokaje? Hilo ndio swali muhimu la kujiuliza, na tunajiandaaje kukutana na siku yetu hiyo ya mwisho katika maisha yetu. Tukitaka kujibu swali tunajiandaaje kukutana na siku yetu ya mwisho, Injili tuliyosikia leo katika adhimisho hili la misa takatifu inatupa mwanga nini cha kufanya ili siku yetu ikifika mambo yetu yawe mazuri. Kila mmoja angependa siku yake ikifika mambo yake yawe mazuri mbele ya uso wa Mungu. Tunajiandaaje ili mambo yetu yawe mazuri? Yesu anatufundisha akisema, viuno vyenu viwe vimefungwa na taa zenu ziwe zinawaka, nanyi iweni kama watu wamngojeao bwana wao, ili atakapokuja na kubisha hodi wamfungulie mara. Na anaendelea kusema, heri watumwa wale ambao bwana wao ajapo atawakuta wanakesha. Injili ya Luka sura ya 12 aya 35 hadi 37. Kwa muhtasari, Yesu amekwisha kutuambia tunatakiwa kufanyaje anaposema heri watumwa wale ambao bwana wao ajapo atawakuta wanakesha. Wanakesha taa zao zikiwa zinawaka. Swali la kujiuliza, sisi tunakesha? Sisi taa zetu zinawaka? Jibu likiwa ndio, Yesu anasema heri watu wale ambao Bwana atawakuta wanakesha na taa zao zinawaka. Labda tunaweza kutaka kujua sasa, huku kukesha na taa zinawaka ndio kwenye kukoje huko?
Kukesha huku taa zinawaka ni kuishi maisha ukiwa na urafiki na upendo kwa Mungu na kwa jirani. Wapendwa, ishini mkiwa na urafiki na upendo kwa Mungu na kwa jirani. Nyinyi taa zenu zitakuwa zinawaka. Wakati tunahimizwa kuwa na urafiki na upendo na Mungu ili taa zetu ziwe zinang'aa kwa uangavu, tupo katika ulimwengu ambao kuna baadhi ya wanadamu wamefanya urafiki na Shetani na wanapenda maelekezo ya Shetani kuliko ya Mwenyezi Mungu. Kukesha na taa zinawaka, tunapaswa kurekebisha maisha yetu ili urafiki wetu na upendo wetu na Mungu uwe zaidi mkubwa na unaong'aa. Na huo urafiki na upendo wetu kwa Mwenyezi Mungu unajidhihirisha kwa maisha yetu ya kiroho na ya kiimani. Unaangalia maisha ya kiroho na ya kiimani ya mtu huyu, nasema kweli huyu ni rafiki wa Mungu. Ukiangalia maisha yake ya sala na ibada, maisha yake ya kupokea sakramenti za kanisa, hana vizuizi, hana vipingamizi. Ukiangalia utii wake kwa amri za Mungu, unaona kabisa huyu anampenda Mungu na ni rafiki wa Mungu. Ukiangalia jinsi anavyofuata na kutii miongozo na mafundisho ya kanisa, unaona kabisa huyu ni rafiki wa Mungu na anampenda Mungu. Ni mtu wa sala na ibada, ni mtu anayepokea sakramenti vizuri, ni mtu anayetii amri za kanisa na ni mtu anayefuata mafundisho ya kanisa. Kanisa huwa tunawafundisha mambo mengi waamini na kuwaelekeza. Wengine mnayachukulia tu, sio wametangaza tu, wamesema. Wakati Yesu analikabidhi kanisa mamlaka, alimwambia Petro, walikuwa kule maeneo ya Kaisaria Filipi kule Israeli, soma Injili ya Mathayo sura 16. Alimwambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitajenga kanisa langu, hata nguvu za kuzimu halitalishinda. Kwa sababu hilo kanisa hilo la Yesu litakuwa na nguvu, hata nguvu zote za kuzimu halitalishinda. Alafu akaongeza sentensi moja nzito, na sijui kama waamini mnachukulia kwa uzito huo huo. Alipoambia, nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Hili ni fundisho zito. Nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Lolote utakalolifungua duniani litafunguliwa mbinguni, na utakalolifunga duniani litafungwa mbinguni. Hiyo ni kanisa, inatoa mamlaka makubwa namna hiyo. Alafu tunakaa na waumini, kanisa linafungua, ili hataki kanisa lisote kufunga. Likifunga na kwambia nimefungiwa Mungu. Likifunga hapa duniani na mbingu umefungiwa. Na hiyo sio maneno yangu, Kristo mwenyewe alimwambia Petro, Baba Mtakatifu wetu wa kwanza, lolote utakalolifunga na mimi nalifunga mbinguni, utakalolifungua na mimi nalifungua mbinguni. Uweni na urafiki na upendo na Mungu na kanisa. Kuishi maisha namna hiyo ndio kuishi kwa mnakesha na taa zenu zitawaka. Kuishi kinyume cha amri za Mungu na kanisa ni
kwamba umezimikiwa taa. Na nyinyi mnafahamu wale wanawali watano waliokuwa wakimngoja bwana wao, taa zao zilipozimika zikashindwa kuwaka, nini kiliwakuta? Wote walikuwa wamepewa mwaliko wa kusubiri bwana waingie naye kwenye harusi. Taa zao kushindwa kuwaka, walifukuzwa na bwana harusi anamwambia, siwajui ninyi. Ninaomba waamini tusikutane na kauli hiyo ya kuambiwa hatujuliwi. Kwa nini tulizizima taa zetu? Kwa nini hatukutaka kuendeleza urafiki na Mungu tukiwa duniani? Hatukutaka kumpenda Mungu hapa duniani. Kwa nini hatukutaka kumpenda Mungu? Tulipenda malimwengu na kutengeneza urafiki na Shetani. Taa zikazimika na ufalme ukaupoteza. Na ndio maana siku ile ya Pasaka, siku ya ufufuo, jioni, Yesu alipowatokea mitume wake, chumba kimefungwa, wamejifungia kwa hofu. Siku ile ya ufufuko, Yesu anawapa tena mamlaka mengine mitume, na ni mamlaka kwa kanisa. Anawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakao waondolea dhambi wameondolewa, na mtakao wafungia wamefungiwa. Siku ya ufufuko, Yesu anatoa zawadi ya upatanisho na msamaha wa dhambi. Yesu anatoa zawadi hiyo ya upatanisho na msamaha wa dhambi kwa yeyote aliye tayari kutubu na kumrudia Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, urafiki wetu na upendo wetu na Mungu unajidhihirisha vile vile katika kupokea sakramenti za kanisa. Pokeeni sakramenti za upatanisho. Pokeeni sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Pokeeni sakramenti ya ndoa. Pokeeni sakramenti ya daraja takatifu. Kwa wale mtakaokuwa mmeitwa, msilazimishe. Lakini vile vile taa kuwaka na kukutwa tunakesha ni kuwa na upendo na urafiki na jirani zetu na binadamu wenzetu. Upendo wetu kwa Mungu, urafiki wetu na Mungu lazima uonekane sasa katika tunavyoishi na binadamu wenzetu. Tunaanza kuakisi ule upendo na urafiki tulionao na Mungu kwa maisha tunayoishi na binadamu wenzetu. Kwa hiyo urafiki na upendo wetu kwa jirani utajionyesha kwa matendo yetu ya ukarimu na upendo kwa watu. Wapendwa, weni wakarimu, weni watu wenye moyo wa upendo kwa wenzenu. Urafiki na upendo wetu kwa jirani utaonekana vile vile kwa jinsi tunavyoshirikiana, kuheshimiana, kusaidiana na kusameheana. Wewe huwezi kuishi una vinyongo na visasi, unasema huyu taa yake inawaka kwa sababu ana urafiki na upendo na Mungu na jirani, wakati umejaza mafundo mengi katika roho yako dhidi ya jirani zako. Ili tukutwe tunakesha na taa zetu zinawaka, tujitahidi kutunza maisha ya fadhila na tuishi tukiwa na uhusiano mwema na Mungu na wenzetu. Tukiishi na wenzetu, tuheshimiane, tusaidiane, tupendane, tushirikiane na tusameheane. Tuko duniani hapa, tuko kamilifu,
inawezekana hapa na pale nikakukosea, tuwe wepesi kusameheana na tusiwekeane visasi na vinyongo. Na sisi tunao wakosea wenzetu, tuwe tayari na wepesi kujirekebisha, kukiri mapungufu na makosa yetu na kuanza maisha mapya yenye kumpendeza Mwenyezi Mungu. Lakini wapendwa, nitajisikia vibaya nisikuambieni jambo hili lingine muhimu katika maana hiyo ya kukesha na taa zinawaka. Wakati wa mafundisho ya katekisimu huwa tunapenda kusema kwa nini Mungu alimuumba mwanadamu. Tunasema Mungu alituumba ili tumjue, tumpende, tumtumikie na kisha tufike kwake mbinguni. Ni sahihi kabisa. Lakini twende ndani kidogo ya fundisho hilo, ni kwamba kukesha na huku taa zinawaka ni kuishi kwa kadiri ya lengo na kusudio alilokupangia Mungu katika maisha yako. Kukesha huku taa yako ikiwa inawaka ni kuishi kwa kadiri ya lengo na kusudio alilokupangia Mungu katika maisha yako. Kila mmoja wetu wakati Mungu anamleta duniani alishakuwekea malengo na makusudio mahususi ya kuja kutekeleza hapa duniani, na amekupa vipawa na nguvu zote ya kuyafanya hayo aliyokusudia kutoka kwako. Mungu ana makusudio na maisha ya kila mmoja wetu. Uwe padri, uwe mtawa, uwe muumini mlezi, Mungu ana makusudio na maisha yake. Swali la kujiuliza ni hili: je, hivi ninavyoishi ndivyo Mungu anachokikusudia katika maisha aliyoleta hapa duniani? Hivi ninavyoishi maisha yangu ndiyo makusudio yake Mwenyezi Mungu kuhusu maisha yangu aliyokuwa analeta hapa duniani? Nikiwa pale nataka nijiulize, hivi ninavyoishi ufanyi wangu ndivyo Mungu alivyokusudia niuishi? Hivi ninavyoishi ufanyi wangu ndivyo inavyompendeza Mwenyezi Mungu, ili aweze hata kusema kama alivyosema kwa mwanae Kristo, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye? Nikiwa mtawa hivyo ninajiuliza, hivi ninavyoishi huu utawa wangu ndicho alichokusudia Mwenyezi Mungu, au nimeongeza vitu vyangu vingine ambavyo havijakusudiwa? Kukesha huku taa zinawaka ni kuishi na kutenda vile alivyokusudia Mwenyezi Mungu alipokuwa anakuleta duniani, akakutunza, akakuweka mzima mpaka leo. Kuna namna na malengo anayoyatarajia kutoka kwako. Kwa hiyo ukiwa muumini mlei, jiulize, haya maisha ninayoishi sasa ndiyo makusudio ya Mwenyezi Mungu kuhusu maisha yangu? Kama nipo katika familia, hivi ninavyoiendesha familia yangu, hivi ninavyoiendesha familia yangu ndicho Mungu anachokikusudia niiendeshe familia yangu? Hivi ninavyoishi kazini kwangu na majirani zangu ndiyo makusudio ya Mwenyezi Mungu kuhusu maisha yangu? Tukishajiuliza swali hili, wapo baadhi yenu mnaishi namna ambavyo Mungu anakusudia, namna Mungu alivyowapangia. Na Yesu anasema, heri watu wale ambao Bwana atakapokuja atawakuta wanaishi na kutenda kile alichokikusudia Mwenyezi Mungu katika maisha yao wakati anawaleta ulimwenguni.
kila mmoja wetu awe anajiuliza na kujioji kila siku anapoamka na anapoenda kulala, niliyoyafanya leo ndiyo mpango na makusudi ya Mwenyezi Mungu kuweka hai mpaka siku hii ya leo? Ukiona kwa sehemu kubwa ni ndio, kamata hapo hapo. Ukiona ulishavuruga, nenda kajipatanisha na Mwenyezi Mungu mapema, ili atakapokuja kubisha hodi akukute umeshakaa vizuri. Na kuna zawadi kubwa, kuna tuzo kubwa kwa wale ambao Mungu atawakuta wanakesha siku zao zitakapofika. Siku Mungu atakapopiga hodi katika moyo wa kila mmoja wetu, kuna zawadi kubwa atakayowapatia wale atakaowakuta wanakesha. Na kwa kawaida siku Mungu anataka kuchukua huwa na taarifa. Mungu akitaka kuchukua huwa na taarifa. Kwa wale wenye mioyo misikivu ambao mnaishi mkiwa na mioyo misikivu, Mungu atakutaarifu, utajua kwamba kesho utaondoka. Atakutaarifu kwamba mzigo wa kesho safari na shida mbele kazi. Atakutaarifu. Kuna namna Mungu anazungumza katika sauti nyororo na laini ndani ya roho yako. Na ukakuta wale wazee ambao wanaishi vizuri na Mwenyezi Mungu, wakishakonezewa ndio kusikia nitieni mwanangu fulani, nitieni na fulani, nitieni baba nini, nyinyi nitieni mtoto. Yeye kashakonezewa kwamba wiki ya mwisho. Lakini kama mioyo yetu si misikivu, tunaambiwa sisi tunakwenda kujana. Mungu anakuambia na inafika dakika ya mwisho, zile za mwisho atakwambia tena. Sasa ile ya dakika ya mwisho inakuwa wazi zaidi, na ndipo hapo utakapotaka kuanza kuwasha taa. Utagundua kwamba muda wa kuwasha taa haupo kwa sababu mafuta yameisha, na muda kwenda kwa uzao hautoshi kwenda na kurudi na kuwasha kabla ile dakika ya kuondoka haijafika. Kwani wale wanawali wale watano wapumbavu swali na kununua huko, muda hutosha kununua kurudi na kuwasha taa. Waliponong'onezewa katika kelele amefika, hawakuwa na muda wa kwenda kununua, tengeneza taa na kuziwasha. Tengenezeni ukaribu na Mwenyezi Mungu, atawafunulieni siri nyingi katika maisha ya kiroho. Mnaposoma maisha ya watakatifu na hata maandishi ya watakatifu, ukisikia kwamba mtakatifu fulani alitokewa au alikuwa uvuvio aseme hivi, ni roho zilizozoea kuwasiliana na Mwenyezi Mungu zinafunuliwa hizo siri za kimungu. Tujijengee mazoea ya kiroho ya kuwasiliana na Mwenyezi Mungu, ili Mwenyezi Mungu atufunulie kweli na siri zake. Na hizo kweli na siri zake anazifunulia kwa ajili ya uzima wetu wa milele. Kwa hiyo nimesema Mungu atatoa zawadi kubwa kwa wale anaowakuta wanakesha. Na katika Injili hii tumesikia ya Luka sura 12 aya 35-40, hiyo zawadi ambayo Mungu amesema ataitoa kwa kweli inapingana kabisa na utamaduni wa Wayahudi na pengine hata na utamaduni wetu sisi wa Afrika. Yesu anasemaje? Anasema, ngoja nisome hapa. Heri watumwa wale ambao bwana wao ajapo atawakuta wanakesha. Amini nawaambieni, atajifunga na kuwakaribisha chakulani,
atakuja na kuwahudumia. Hiyo zawadi sio ya kawaida. Yesu anaposema amini na waambieni, atajifunga na kuwakaribisha chakulani, atakuja na kuwahudumia. Haiendani na mila ya Kiyahudi na haiendani na mila zetu sisi ukubwa wa zawadi hii. Labda nikitoka unaweza kutanielewa. Hebu fikiria kwamba mimi pale nyumbani kwangu nina wahudumu, pengine nina wahudumu aina tofauti, wa kawaida na wengine ni watano. Alafu nikawa nimesafiri, nikamwambia narudi leo jioni, kapata sio jioni narudi. Imefika jioni hawanioni, imefika saa mbili bado sijawasili, saa nne bado, saa 5 sijarudi. Watafanya nini wale wahudumu na masista wangu? Saa 6 bado, saa 7 wanatafuna pale nje pale gari ya bibi na sinapo. Afu natoka pale nakuta wahudumu na masista ni ofisi. Sasa tunaambiwa heri watumwa wale Bwana akija atakuwa na kesha. Yaani mimi nifike pale wananipokea. Wanakaa kwenye viti. Maandiko yanaweka prosper. Atajifunga na kukaribisha chakula. Kujifunga mweke nini? Bila kwenda jikoni na kuja tunapiga apron. Sasa kwa zile apron za masista zile kwa kutaka kipomo kwa kika kazi. Na mimi nafunga ile katika kofia ya chef ile nafunga. Kaenda kwa kwenye masofa, wala usengeni. Kaenda kule meza za pombe na ndio tunakula ile baba kirudi saa 7 usiku. Nachukua chakula pale na kuhudumia kila mmoja. Nachukua sahani moja, nachukua vinywaji pale nafungua na gawa. Kinobezi kinaangalia hii naona au ndio mmoja wengine leo. Leo natoa buffet, baba ananiletea nimekaa. Ndicho anachosema Yesu, atakayewapeni ninyi mnakesha katika yale yaliyo yake. Amini na waambieni. Na kati ya vitu ambavyo mtakao vichukulie kwa uzito, ni Yesu anakuanza kufundisha kwa kusema amini na waambia. Kisha Kristo anasema amini. Unajua jambo sio kuchukulia kwa pesi. Amini na waambia. Atajifunga. Kisha pale. Tuni yangu safi kabisa. Karibuni karibu apita kule. Atawakaribisha chakulani, atakuja na kuwahudumia. Hiyo wapenda sasa kukosa. Na jamani mtandao mbinguni nimekaa. Yesu anakuja na sahani na chupa na glasi. Nimekaa. Sipati picha hii. Amini na waambieni. Atajifunga na kuwakaribisha chakulani. Atakuja na kuwahudumia. Alikuwa tu rafiki na Mwenyezi Mungu. Vurugeni tu pendoni na Mwenyezi Mungu na kanisa. Mkose mahudumu makubwa kama haya. Hayaeleweki katika desturi zetu za Kiafrika wala Kiyahudi, lakini ndio ukweli kuhusu ufalme wa mbinguni. Ingawa hii ni lugha ya picha, lakini anataka kufundisha ni kwamba kuna tuzo zilizopita kuelewa na ufahamu wetu wa kawaida wa kibinadamu ambazo Mungu amewaandalia wale wamchao na wafanyao mapenzi yake. Mtafanywa jambo ambalo hamjawahi kuliwaza katika mila na desturi zetu, katika kile kibinadamu kwamba hiki kinaweza kufanywa na Mwenyezi Mungu. Hamjawahi kuwaza mtafanyiwa nyinyi mtakapokutwa mnakesha na taa zenu zinawaka. Hivyo wapendwa, tunapomsindikiza kwa sala na dua zetu ndugu yetu Padre Januari Lugalema, tukumbuke kwamba maisha ya hapa duniani ya mpito na kwamba kila mmoja wetu kuna siku Mungu atabisha hodi katika moyo wake mwambia sasa tunaondoka. Tujitahidi atukute tunakesha na taa zetu ziwe zinawaka. Tuendelee
awe mwombezi wetu. Raha ya milele umpe Bwana